Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya hapa nazungumzia, si wengine bali ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ukiweza kushuhudia wakiendelea kuweza kulisaka taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Sasa klabu ya soka ya Young Africans unafahamu kwamba leo hii itakuwa uwanjani kuweza kuzisaka alama tatu muhimu kabisa mbele ya JKT Tanzania katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mwendelezo wake ambao unaendelea kwa sasa. Sasa klabu ya soka Young Africans leo hii imeweza kuweka bayana kikosi chake mapema kabisa ambacho kitakachoanza katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania katika kutisaka alama tatu muhimu mbele ya kocha Mankoba ambaye ameweza kukitangaza kikosi chake chenye majembe 11 watakaoanzisha soka ambalo litaweza kuwasaidia kuondoka na alama tatu muhimu. Ni kina nani hao ambao wamepewa nafasi katika siku hii ya leo? Najua kuna wengi bado wamesajiliwa lakini hawajapata nafasi ya kuweza kucheza kuonekana. Sasa tutakwenda kujua leo hii, je, watapewa nafasi ama itakuwaje? Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zetu zinajiri. Karibu. Bana, klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Young Africans. Leo hii wako uwanjani kuzisaka alama tatu mbele ya JKT Tanzania, na kikosi bila kupoteza wakati kipo kama ifuatavyo. Golini anaendelea kuweza kusimama Djigui Diarra, screen protector, licha kwamba anafanya save nyingi, save za maana, kuiokoa timu, kuipandisha timu, kuisaidia timu kuwa katika eneo la usalama, lakini bado clean sheet zimekuwa ni ngumu kupatikana kwa Djigui Diarra. Mchezo wake wa pili amekosa clean sheet zote mbili baada ya nyavu zake kuweza kutikiswa, na sasa huu ni mchezo wa tatu. Je, nyavu zake zitaendelea kubaki salama? Ndio swali muhimu mpaka sasa. Kwa hiyo watu wanasubiri kuweza kuona itakuwaje katika lango leo hii. JKT watazitikisa nyavu za Young Africans kwa libu clean sheet ya Diarra ama itakuwaje? Ama leo hii Diarra atazitunza clean sheet zake? Tusubiri kuweza kuona. Ila beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kuasi. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota ambao wenye uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi, kushambulia, kutengeneza nafasi za mabao, yani kutoa assist za mwisho. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kweli kweli. Amekuwa ni miongoni mwa watu makini kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Uwezo wake pia wa kuzuia ni maridadi kabisa. Kwa hiyo ni miongoni mwa nyota ambao ni muhimu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mwalimu ameweza kumpatia nafasi ya kuweza kuanza huku. Hapa nazungumzia beki namba 3, anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kasi, mwendo, maarifa mguuni, akiweza kupanda pa kabisa kwenye eneo la ushambuliaji, akitengeneza nafasi, licha kwamba amekuwa akitumia nafasi hiyo kwenye kumwaga zile cross, lakini bado kuna matatizo ya kiufundi ambayo yanapaswa kwenda katika kiwanja cha mazoezi kwenda kuyafanyia vizuri kazi ili
kuwa bora zaidi, lakini anaendelea kuweza kuwa bora katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo mwalimu amemwanzia kama beki namba 3, huku beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vitasa kweli kweli. Amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha Young Africans. Miongoni mwa wachezaji ambao ni muhimili kweli kweli katika safu ya ulinzi, ameendelea kuwa bora kila siku. Lakini katika upande wa beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni kapteni wa Makombe, si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa na ubora mkubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ukiweza kushuhudia nguvu ambao anaitumia, maarifa ambao anayatumia kwenye kikosi chake cha Young Africans, namna zaidi sheli kwamba ni moja kati ya mabeki muhimu kabisa. Huku unakutana na beki unakutana na kiungo mkabaji namba 6 mwenyewe, sehemu mwingine bali ni Duke Abuya. Mwalimu ameendelea kuweza kumtumia Duke Abuya kwenye kikosi chake, licha ya kwamba kuna maingizo mapya yamekuja kwenye kikosi Young Africans. Nazungumzia wachezaji wapya, lakini bado imani kwa Duke Abuya imeendelea kuweza kuwa kubwa, kwa kocha Mankoba akiweza kushuhudia mchezaji wake akiendeleza kiwango kizuri kweli kweli katika michezo hii ambayo tayari wamecheza. Lakini katika upande wa namba 7 anasimama si mwingine bali ni Hussein Zakwani, miongoni mwa wachezaji ambao wana kasi, wana maarifa mguuni. Ukiweza kushuhudia mpaka sasa yuko na assist moja kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, baada ya kuweza kufanikiwa kuweza kupata hivyo. Kwa hiyo atakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans dhidi ya JKT. Huku unakuja katika upande wa namba 8 anasimama si mwingine bali ni Mudathiri Yahaya. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuweza kuwa na mchezaji mwenye ubora mkubwa kweli kweli, ukiweza kushuhudia kasi ambayo anaifanya, maarifa mguuni, akatengeneza nafasi, ubora mkubwa ambao iko nao. Kwa hiyo ni mwalimu ana machaguo mengi ya kuweza kufanya. Kwa hiyo Mudathiri Yahaya ataendelea kuweza kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans baada ya mwalimu kuweza kumuorodhesha katika kikosi ambacho kinachoanza leo hii. Huku unakuja katika upande wa namba 9 anasimama si mwingine bali ni Sheshaman Peter Shalulile, akiendeleza ubora wake kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Michezo miwili, bao moja mpaka sasa. Je, atafanikiwa kuongeza ama kujazia kwenye akaunti yake ya magoli? Tusubiri kuweza kuona mwalimu amemuongezea kitu gani katika kiwanja cha mazoezi baada ya michezo iliyopita. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia namba 10 anasimama si mwingine bali ni Maxim Pia Nzengeli. Nafahamu shughuli yake, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wakishtumiwa kwa wengine wanacheza huku wakiwa na kadi ya wanachama wa Young Africans, kulingana na namna ambavyo wanajitoa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Yani kama vile Engineer ni familia au Yanga ni kama ni ya kwao, kwa vile ambavyo ameendelea kuweza kuwa na ubora mkubwa na kujitoa kweli kweli kiwanjani. Kwa hiyo atakuwepo kama namba 10. Namba 11 anasimama si mwingine bali ni master mwenyewe. Hapa nazungumzia Kangwanda, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa, moja kati ya wachezaji ambao wana vitu vingi mguuni. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bwana, weka maoni yako hapo chini. Matokeo wewe unatabiri vipi baada ya dakika 90 kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania?